Asante sana mpenzi mtazamaji wa Omo Kenya TV mahali popote ulipo. Natumai umzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi ili nikufahamishe vile hali ilivyo katika taifa la Tanzania baada ya kuthibitishwa kwamba huenda uchaguzi ukarudiwa katika taifa lile la Tanzania. Na katika kanda hii nitakueleza nani ametangaza maamuzi hayo na ni kipi ambacho kinaenda kufanyika. Kuna barua ambayo imeweza kuwasilishwa sasa hivi ambayo inadaiwa kutolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki, uhuru, usawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kuna barua ambayo imetoa maamuzi mane ambayo naenda kuyasoma. Ni taarifa kwa vyombo vya habari, mwezi mmoja wa machozi, jasho na damu. Kwa hivyo naenda kusoma barua hii ambayo imeweza kuthibitisha kwamba huenda uchaguzi ukaandaliwa, kumaanisha Rais Samia Suluhu Hassan hatakuwa Ikulu na wabunge na madiwani. Je, kuna uwezekano? Hayo ndio tunaenda kuyajibu katika uchanganuzi wa siku ya leo. Lakini kabla nizame kwa undani, naomba msamaha kwa sababu hii kanda naileta kwa njia ya audio, sijafika kwa studio, lakini naomba tu niweze kuwasilisha ujumbe ambao umefika katika meza yangu ya habari. Lakini ikiwa unatazama, ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe ambacho kimeandikwa subscribe hapo chini. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Omo Kenya TV. Na ukumbuke kutukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama kama njia moja ya kutukabidhi like. Na naomba nikaweze kusoma ujumbe ambao umefika, ambao umeweza kuachiliwa ama kutolewa. Na barua hii inaanza ikisema ya kwamba Tanzania mpya, taarifa kwa vyombo vya habari, mwezi mmoja wa machozi, jasho na damu. Na imeweza kuandikwa na wanasema ya kwamba itolewe kwa uharaka Dar es Salaam tarehe 29 Novemba mwaka 2025. Barua hii imetolewa na wananchi wazalendo. Inasema hivi: Number 1, bado watawala patili na haramu chini ya Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi CCM wanateka, wanatesa, wanaua, na kupoteza raia wasio na hatia. Number 2, mashujaa wetu wote zaidi ya 10,000 waliouawa kikatili hatujawasahau. Majina yenu yameandikwa kwa wino wa dhahabu. Tunawaombea majeruhi wote wajaliwe uponyaji wa haraka. Waliotekwa tupo pamoja nanyi, tukidai watesi wetu wawache ama wawaachie salama. Waliobambikiziwa kesi wajaliwe ustahimilivu wakati tunapopambana, waachiwe huru bila masharti yoyote. Sasa sikiza, Number 3 wanasema hivi: damu za mashujaa wetu ni alama ya ushindi wetu dhidi ya watawala haramu, batili, katili na mabaradhuli, majangili na wahini. Sasa hii ya mwisho ya 4 ndio inazungumzia vile huenda uchaguzi utafanyika. Wanasema hivi: kuanzia Jumanne tarehe 9 Disemba mwaka 2025 katika maeneo yote ya Tanganyika kutakuwa na maandamano ya amani yasiyo na kikomo. Maandamano haya ndio msingi wa mkutano mkuu wa kitaifa wa kuunda serikali ya mpito. Unasikiza? Ya kuunda serikali ya mpito kulingana na ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa vile wametoa hii barua, wanaendelea kusisitiza ya kwamba
maandamano rasmi yanaanza tarehe 9 Disemba katika taifa la Tanzania, maandamano ambayo yasiyokuwa na kikomo ili kuhakikisha ya kwamba serikali iliyopo mamlakani ya Samia Suluhu Hassan imeondoka ili serikali ya mpito iweze kuundwa. Kumaanisha serikali hiyo haitakuwa serikali ya mpito, inashikilia hadi tume huru ya uchaguzi iundwe ili uchaguzi mwingine uweze kuandaliwa baada ya serikali ya mpito. Kumaanisha maandamano ambayo yametangazwa katika taifa la Tanzania ni ya kuhakikisha ya kwamba Rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, wabunge na madiwani hawapo afisini, ila tu wanataka serikali ya mpito ambayo itatoa usaidizi wa usimamizi wa utawala kwa muda ili tume iundwe na uchaguzi mwingine uweze kuandaliwa katika taifa lile la Tanzania. Kwa hivyo barua hii ambayo inadaiwa kuachiliwa ama kutolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki, uhuru, usawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ni kumaanisha ya kwamba wamefika wakati wa kutangaza kwamba liwe liwalo na liwe, hawawezi kuogopa. Na nimepitia katika mitandao ya kijamii, nimeona watu wanaendelea kuweka mapango ya kusema ya kwamba liwe liwalo, tarehe 9 lazima kutakuwa na maandamano katika taifa la Tanzania kuhakikisha ya kwamba kuna haki inaenda kutekelezwa. Ikumbukwe kwamba wakati maandamano yaliweza kushuhudiwa katika taifa lile la Tanzania, mrengo wa upinzani uliweza kudai kwamba watu wengi waliweza kuangamia. Vile tumesoma barua hii inasema ya kwamba zaidi ya watu 10,000 waliweza kuangamia, na CNN ikaonyesha makaburi ya halaiki, watu walikuwa wanapelekwa pale, lakini kufikia sasa serikali haijatoa ripoti yoyote kuhusiana na idadi kamili ya walioangamia kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi uliokamilika katika taifa lile la Tanzania. Kumaanisha mambo sio sawa kwa uongozi wa sasa. Tumeshuhudia mataifa mengine chini ya bunge la Ulaya wamekatisha mfereji wa hela ama misaada ambayo imekuwa ikitumwa katika taifa lile la Tanzania. Na niliona Tanzania ikiomba msamaha na kuomba misaada hiyo isikatwe, ila tu waendelee kupokezwa misaada. Na haya yote yanatimia baada ya kusemekana ya kwamba uchaguzi haukuwa wa njia ya uhuru na wa haki katika taifa lile la Tanzania. Ndio maana unaona kidogo kuna shida katika taifa la Tanzania, lakini tutasubiri tuone ikiwa haya ambayo wanasema ya kwamba kutakuwa na serikali ya mpito ili uchaguzi mwingine uweze kuandaliwa kama yatatimia. Tutaendelea kuzidi kuwafahamisha yale ambayo yanazidi kufika katika meza yetu ya habari. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and review the clip, you will be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.